worship ancestors. Liliwafunga. The covenant tied you. Asante Roho Mtakatifu, katuongoze katika ujumbe huu wa leo. Kafungue masikio ya ndani na macho ya ndani. Bwana Yesu, kupitia neno hili likatupe uponyaji, tukapone moja kwa moja katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Leo tunaenda kuzungumzia, we are going to talk about maagano, the covenants ya mizimu of spirit. Tukisema maagano tuna maana gani? When we talk about covenants, naposikia agano, when you hear about the covenant, ni mkataba au mikataba. Covenant is agreement wa pande mbili, of two sides. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na hakuna agano kama hakuna damu. There's no covenant without blood. Ukiona hakuna damu, hayo ni makubaliano. Lakini agano ni mkataba wa pande ngapi? Mbili. Wewe unaweza kufanya agano kati yako wewe na Mungu, si ndio? Wengine wanafanya agano kati ya mtu na nguvu za giza au upande wa giza. They make agreement between. Kwa hiyo agano ni mkataba wa pande ngapi? Is the agreement between pande two sides. Mbili. Na agano ndani yake, inside the covenant, kuna ahadi. There's a promise. Ndani ya agano kuna nini? Inside the covenant there's a kuna ahadi. Promises. Alafu mbili, second, kuna masharti ya agano. There's a principles or rules. Ukijua umeingia kwenye agano, when you know you enter in covenant, ujue ndani kuna ahadi. You have to know inside it there is alafu a promise. Pili, kuna masharti ya agano. Second, there's a rules or principles. Ili uzifikie ahadi, so instead, in order to reach the principles or promises, kuna masharti, there's a rules ya kuweza kufika hapo. To make you able to reach there. Uweze kufika hapo kuna masharti. In order to reach there, there's a rules. Mungu anasema na Ibrahim. God is talking to Ibrahim. Mungu anasema na wana wa Israeli. He's talking to Israel. Anasema kwamba he said that na Ibrahim, nitakubariki. I will bless you. Katika kukubariki katika kukuzidisha I will multiply you. Mungu anampa ahadi. He's giving him promises. Lakini ujue katika ahadi pia kuna masharti. Anasema na wana wa Israeli, nitawatoa hapo, mwende mkanitumikie. Mimi nitakuwa Mungu. He's talking to Israel. Na nyinyi mtakuwa watu. Go and serve me. You'll be my people. Sasa ukivunja hapo, ina maana huwezi kuzipata zile ahadi. You cannot get those promises. Ya Mungu kuwa Mungu wako. So God to be your God. Atakushindia. He will win. Atakuwa pamoja na wewe. He will be with you. Kuna mahali wana wa Israeli waliachwa. There's a place that the Israel wakawa wanashindwa, wanapigwa. They were beaten. Baadaye wanakuja kutengeneza. But later on they come to wanashinda vita. They win the war. Wanaendelea mbele. They are going. Hilo ni agano. That is the covenant. Lazima lina ahadi ndani yake. It must have the promises. Na lina masharti ndani yake. It has rules. Hallelujah. Amen. Sasa hiyo tumeliangalia agano. That is there. Tukiangalia mizimu, when we talk about the spirit, tunapoyazungumzia haya maroho, those ancestor spirits, ni roho ambazo those are the spirits zinatoka kuzimu. They are coming from hell. Lengo kubwa, the purpose is ya kitengo hiki of this section ni kuandaa is to prepare ibada, the service kwa Mungu wao, to their own God, kwa Mungu wao, to their God. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio lengo kubwa. That is major purpose. Na hizi roho and the spirits zinakuja kutengeneza mahusiano. They are coming to make a relationship. Kwenye familia, in the family, kwenye ukoo, in a clan, kwenye familia, in a family, kwenye ukoo and clan. Zimeenda hapo. They are going there.
zimetengeneza mahusiano. They are prepared the relationship. Na kabla hata ya kutengeneza mahusiano lazima ziliingia tu na mikwala. Before they make the reconciliation, they enter. Lazima kuna maneno tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Jinsi shetani alivyoingia kuiharibu familia hiyo. Aliingia kwa nini? Kwa maneno, kwamba mtafanana na Mungu, wakati Bwana alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. God say let us make a man by our own image. Akasema mkila haya mtafanana na nani? Say, when you eat this you will look. Kwa hiyo ndivyo familia zetu zilivyoingiliwa. And that is how our families wakaingia na ujanja. Lakini ndani ya koo zetu, but inside our clan, kuna watu walikuwa wanataka mali. There's some people who look for wealth. Kuna watu walikuwa wanataka nguvu. There's some people who look for power. Kuna watu walikuwa wanataka ulinzi. They need a security also. Watu walikuwa wanataka nini? Mali. People need. Watu walikuwa wanataka nini? Ulinzi. They need security. Watu walikuwa wanataka nini? Nguvu. They need also power. Sasa watatoa ahadi zake. And he gave them his own akatoa na masharti yake and its rules. Ndio maana tunaona koo nyingi zimekamatwa na hizi nguvu. We see many clans are captive. Mpaka Ukristo uingie tayari babu zetu walikuwa wameshajichimbia huko. Wanazo ahadi. They have their rules. Kutoka huko. Wanayo masharti. They have also rules. Those ancestors. Hiyo ndio mizimu inavyofanya kazi. Ni kitengo ambacho kinapeleka ibada kwa shetani. They are giving their own services to the familia. Inapofika mwezi fulani, when it reach a certain month, inapofika tu mwezi fulani, when it reach a certain wote mnakusanyika, you are gathering together, mnachinja, you slaughter, wakunywa pombe wanakunywa, those who drink going on. Pale mtafika pale kuna wale makuhani, they have their own priests, wa familia ama wa ukoo, family or clan, wanaofika pale wanaanza kutamka. When they reach there, they start. Mkirudi huko mtaenda kufanikiwa. When you go back, you are going wasio to prosper. Wasio na watoto na watapata watoto. Those who doesn't have children, they will receive. Lakini mkipata watoto pia, but when you receive baby, mrudi mje mshukuru. You have to come back so that you can give kwenye huo mti, in that tree, kwenye hilo jiwe, in that stone, kwenye hayo mapango, from those caves, mahali ambapo wametengeneza hiyo madhabahu, they have made their own altars kwa ajili ya kuabudu hiyo miungu, so that they can serve their own gods. Ndio familia nyingi zimetoka huko. So many families are coming from there. Sasa hebu fikiria uliokaa hapa, wewe nao umechomoka kwenye hiyo familia ya namna hiyo. You are the one who come from those families who worship ancestors. Liliwafunga. The covenant tied you. Kwamba sasa hawawezi kufika hapa wasipofanya hivi. It means that you cannot reach there. Kuna wengine mpaka hata kusoma watoto wanashindwa, mpaka wamchukue ajampeleka nyumbani, till you take them and return them home. Ajamrudisha wapi? Unaambiwa mrudishe pale, mpeleke kwa wale mababu. Ukishampeleka ndio anakaa na anatulia. Kwa hiyo ujue kila hatua lazima uhakikishe unampeleka wapi? Kwenye madhabahu zile za giza. Madhabahu ya ukoo lazima uhakikishe unampeleka. You must take him to the altars of devils. Anapofika hatua fulani labda ya ndoa, anataka kuolewa, lazima aende wapi? Pale akapate kibali, so that you can get permit. Hizi ni roho ambazo hazifanyi kwa hasara. These are the spirits. Uwezi ukaingia mkataba na shetani alafu ukalalia kwako. Haiwezekani. Enter in an agreement. Ndio maana nataka unapompeleka kama ni binti, unampeleka pale kwenye ile madhabahu.
to that altar, unamkabidhi, you give, wanazidi kuandika mikataba. they are continue writing. Watoto wanaoenda kuzaliwa, the children who are wanazidi nao kuunganishwa. they are continued being. Kwa hiyo nao wenyewe mama akishakuwa anasema sasa tumezaa, twende. Baada ya muda fulani unakashika, unakapeleka, unakashika, unakapeleka mpaka kanakuwa, mnakuwa mnaenda. Ina maana huyu mtoto naye unamlisisha. Also your child you are giving, naye unamfundisha. Ndio maana leo Mungu amekuleta kwenye madhabahu yake ya Mungu aliye hai, ili wafundishe watoto wako namna ya kumwabudu Mungu aliye hai. How to worship God. Sasa ukiwa unafanya ile kumpeleka watoto, nao wanazoea. When you continue to take your child to the altar, na wakienda kule unaona kweli vitu vinaenda, lakini wasipoenda watoto wanasumbua. Neno la Mungu linasema, ndio, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Nani anasema hivyo? Yesu. Amen. Jesus Christ say that. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba shetani lengo lake ni kuiba, is to steal, ni kuchinja, is to slaughter, na kuua, and to kill. Wangapi ambao wameshauliwa? How many have already been killed? Wangapi ambao wameshachinjwa? How many have been already slaughtered? Wangapi wameibiwa? How many have been stolen? Leo Mungu akutoe huko. Let God remove you today from there. Kwenye hayo maagano huko, akutenge nayo. Let God remove you from those areas. Akutenge nayo. And separate you from that ancestors. Watu wameunganishwa pasipo kujua. People were connected without knowing. Ndio mtoto anaambia akijifungua mlete pale. Kumbe lengo akipelekwa pale, when you give birth to a child, they tell you to bring the child to anapewa na jina pale pale. And they are giving him or her names. Anapata na jina pale, and he received name. Maandiko yanasema kwamba amekilimiwa jina lipitalo majina yote. Above all names. Amen. Yani kwa jina la Yesu kila goti lifanye nini? With the name of Jesus Christ. Yani Yesu amepewa jina, lakini jina alilopewa lina nguvu. It has power. Sasa mwenzangu, wewe jina ulilopewa lina nguvu gani nyuma yake? What power is behind your name? Ndio tunazungumzia kwamba zile madhabahu ya miungu ndani ya familia. That's why we are talking about the altar of ancestors. Wengine wako hapa wanateswa na majina. The family. Others are here torturing by their name. Ni kweli umempokea Kristo. It is true that you receive Jesus Christ. Roho yako ni kweli hawaioni. Lakini vipo vitu ambavyo bado vinakuunganisha. There are some things which are still, na ndio nitaenda kuvisema mbele. And you're going to see yako mambo ambayo bado yanaendelea kushikia kwenye zile madhabahu, which are still holding you on those altars. Fikiria sasa jina, just imagine the name likiitwa kule, when you are called, na umepewa hilo ni jina, sijui la babu, and you have given a name of your father or grandfather or grandmother. Sijui ndio la hiyo kuhani aliyekuwa anasimamia hiyo madhabahu, priest who is in that altar. Hizi roho zinafanya kazi kwa ujanja, with very keen and cleverly. Wewe kama uamini, if you don't believe, mwanao apate mtoto, let your child get a, alafu mbandike jina lako, and you give, utakuwa nasikia ameanza kuwa na tabia kama za bibi. Bibi naye alikuwa yuko hivi, have behavior like the grandmother. Bibi yake hivi, his grandmother is the same as she is. Wewe mbandike tu, you just give. Na hiki ndio kinatokea. Kuna wengine hapa mko, lakini mlipiwa majina ya makuhani wa hizo madhabahu, the name of the priest of those altars. Ndio maana unashangaa hakuna vitu vinavyoenda. Things are not going well. Bado kuna mahali umeunganishwa. Yet there's some place that you are already connected. Let God separate you from there or disconnect you. When they call you, they cannot see you. Amen. Leo Bwana akutenge. Let God wasikuone, disconnect you from there. Kutoka kwenye madhabahu za giza. From those darkness altars. Mwambie jirani leo. Tell your neighbor today. Walipokuunganisha, where they have connected you, hizo madhabahu, in those altars. Hesabu sura ile ya 14
mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote